chaguo ni lako mwanangu. Kwa sababu unamaliza uko huru sasa. Na nakupa muda tu ndani ya siku 2, 3, wiki utanijibu. Maana mimi na marafiki zangu wengi ambao ni wanasheria, wengine wako serikalini na wengine wana maofisi zao binafsi. Always kuelewa. Wewe ukitaka undo ngoma ingia ucheze uone. Usiniambie. Dongo. Gogo. Tayari muziki wake. Acha mimi niondoke nisuluhishe. Vile kivokuwa kidogo vile. Kidogo. Jaribu uone. Niweke basi pale. Wewe niachie. Niweke bwana Koko. Nachinda kuunganisha. Poa Koko. Fungua. Ni Hair Dressing Salon. Ni wazo zuri sana kwa sababu sasa hapo tunachotakiwa kufanya ni hivi. Lazima tutafute eneo kwanza zuri la kuwekeza hiyo saluni. Niachie bana. Niachie. Nimechoka. Jamani, nahitaji amani. Hey! Niache nyoe. Wazee wangu, mimi naona nyimbo tofauti na mimi. Sasa na ninapofikiria nyinyi, mimi sipo huko kabisa. Saluni niliyoamua kufungua ni Hair Dressing Salon. Inalipa. Alafu nitakuwa nafanya kitu nilichokuwa na uzoefu nacho. Wakati nipo South Africa, nachukua degree yangu ya sheria. Baba, nilikuwa napiga hela sana. Yaani mama, huwezi amini, chumbani kwangu kulikuwa na wasichana hivi. Wanabadilisha, anaingia huyu anatoka. Mama, nakwambia mimi nikiamua nisuke. Mimi mtaalamu wa kusuka. Hizi rangi za kucha hizi anaweka Juliet. Mimi mama mtaalamu hatari. Embo acha masiara yako Robert. Mama, unadhani masiara? Ina maana ndicho unachoenda kusomea hicho? Mama nayo wapi? Usiwe hivyo bwana. Mimi bwana naangalia kazi yenye maslahi, yenye hela. Kelele bwana. Hatukusikia mambo yako kipumbavu hapa. Lakini baba, hizi si zama za mtu kufanya kazi ili mradi tu avae suti, akae katika kiti kirefu ndio onekana. Nasema sitaki kusikia mambo yako kijinga hayo. Watu tunaangalia wapi pa kupata hela. Baba, umenisomesha, lengo si nipate hela. Nifanye kazi nzuri. Ile kazi ni maslahi. Sasa mimi nimeona saluni. Hair Dressing Salon ndio tunipatie kipato. Kwani hizi saluni za hair dressing ndio mlizoza kusomea hizi? Sasa ndio kazi ya kufanya wewe. Wewe hair dressing salon itakusaidia nini? Unasema mambo kijinga bwana. Sasa sikiliza, ile sherehe niliyoiandaa kwa ajili yake huyu nimecancel, nimefuta. Sihitaji tena. Sitaki kuamini kama umechanganyikiwa kiasi hicho mpaka sasa hivi inaonekana aibu tu. Timu nzima tuonekana aibu. Na kwa sijui kimekusibu. Mpaka unafikia kule familia kiasi. Kiasi kwamba hujui hata kama mama tulipeleka hospitali. Ajili ya mama kubwa. Kama kule anakufa angefanya swali tukio lilofanya hapo kwenye harusi. Na shughuli kitu kimoja, unasema unahitaji familia. Nakuuliza swali, unahitaji familia? Nijibu, unahitaji familia? Yaani hicho ndo kitu kikubwa sana ninachokifikiria katika maisha. Kikubwa. Unajua
Kuna kitu kinaitwa ndoto, na kila binadamu ana ndoto yake anayoifikiria, aliyoiota, anayohisi kwamba ikitimia moyo wake utakuwa na furaha. Lakini yangu imekuwa inaendelea. Sikiza nikwambie Koko. Naomba nisikize mama wangu. Kwa nini tunampana mimi na wewe? Usikilize. Hivi Robert ni mtoto nani? Wa kwangu. Sasa kwa nini usimpe haki zake za msingi? Haki gani ya msingi unataka pewa? Afanye biashara ambayo anataka kuifanya. Ipi? Hiyo kuja kufungua ususi huko ndani? Na kuuliza hiyo kufungua ususi? Yaani mwanamke unataka lazima uelewe. Yaani mimi nimetumia mamilioni ya pesa kumsomesha. Yaani haja afanye ususi. Ndoto ya mzazi yoyote anasomesha mwanawe ili aje awe na mafanikio. Na mimi kama mzazi ndoto yangu nimesomesha sheria, awe mwanasheria au wakili. Sasa anataka mambo ya ususi ndani? Hilo haliwezekani. Umeelewa? Kwani saluni si sasa na biashara zingine tu? Nimesema hivi, biashara hiyo kwenye nyumba yangu haiwezekani. Kama ni ususi tu si hao kivuda huyu Mwajuma pili hao. Si wanasuka hapa mitaani. Basi ingeamua tu kusuka huko kujifunza huko. Hilo haliwezekani na halitawezekana. Na siwezi kuruhusu kufanya vitu vya kipumbavu vya aina hiyo. Na ole wako ukitoa pesa zako kumpa kufungua hicho kitu. Ujue nyumba itakuwa imekushinda. Kwenu. Mama, nimesikia kila kitu baba alichokuwa anazungumza. Ila nataka nikwambie kitu kimoja. Mpe salamu zangu. Kama yeye hahitaji kunipa mimi pesa kufungua saluni, basi mimi nitatafuta kwa jasho langu. Sio kwamba mimi napenda kunywa pombe sana. Lakini imebidi iwe ni sehemu ya maisha yangu. Mimi binadamu. Lakini kila napotokea ugomvi baina ya mimi na mama kubwa, ndio nahisi kabisa napoteza mwelekeo. Na mimi ndoto yangu iko kwa mama kubwa. Kila siku inapozidi kwenda inapotea, ndio ninapopoteza na mwelekeo. Okay, unasema unaota ndoto. Hizo ndoto nahisi kama ni ndoto za mchana. Na nafahamu kama hizo ndoto za mchana. Na tatizo la kunywa pombe sio jibu la kufanikisha matatizo yako. Zaidi yako unaweza kuharibu familia. Nitakusina na kuomba kitu kimoja. Niache mimi kwa sababu familia. Tatizo la makubwa ni kupata mke mwingine zaidi ya mama kubwa. Ndio unajenga familia. Na kama unataka tukushauri kwa hilo, tulifanye. Mama kubwa achana naye. Mzazi mwenzio mwenye uliharibu sifa ya mama achana naye. Sasa tutarusha kitu kimoja, mimi nitakutafutia mwanamke. Tutajenga naye familia. Haina mjadala. Mimi naye na najua choice yako wewe. Utisa kunazijua mimi. Na mama kubwa atakutafuta kwa sababu itakuwa ni zaidi ya mama kubwa. Kama kweli mama kubwa, kwa nini mwanzo yote ya kufanikisha kupata mtoto? Mama mdogo kufanikisha mfano kufanya kupata mtoto. Kweli nisikilize kwanza, wewe unaondoka. Kwani hapa hatuwezi kuongelea? Watu watatusikia samani, naomba tuongee. Makomba kwa samani. Makomba. Nakusikia. Julia. Please, naomba nisamehe mpenzi wangu. Please, nisamehe mpenzi wangu. Naomba. Usinishike. Na usinisogelee.
Nakupenda baby. Yani mimi sielewi yani umanuka ni kitu gani yani. Yani I don't know. Don't touch me. Sikiliza. Kama unataka hizi conversations ziendelee, don't call me baby. Okay. Please. Yani ishia hapo hapo kuniita baby. Okay. Na usinisogelee. Please baby. Yani mimi sielewi nakupenda. Tumeongea vitu vingi sana katika maisha ya baby. Please, nakuomba mpenzi, naomba unisamehe. Yani sielewi mama kanifanya vitu gani? Sielewi yani. You are so beautiful kushinda yeye. Wewe ni mzuri baby, mzuri sana yani. Umemaliza? Baby, please. Baby. Sorry baby. Sorry baby. I'm sorry baby. Stop. Please. Baby, I love you. Niachie. Nisikilize. Haiwezekani. Hata ulie machozi ya damu haiwezekani. Niache. Sorry baby. Niache. James, naomba niachie mguu wangu. Okay. Mtaki. James. Sorry baby. Nitafungua saluni kwa pesa zangu. Maana si kila anayesoma au mwenye degree basi ajiriwe. Endapo nitakosa huko kuajiriwa, ndo nitalala tu hapa nyumbani. Nimefanya research. Nimechunguza, nimegundua kwamba saluni inalipa. Sababu marafiki zangu wengi wa Kongo niliosoma nao wamefungua masaluni makubwa. Leo wana magorofa, wana magari. Na hata ni lengo la kunisomesha mimi nielimike kwanza, pili niwe na maisha mazuri. Sasa mtangang'aniaje kazi ambayo haina maslahi? Kwani hapa mtaani panaona sheria ngapi? Hebu muangalie Edison. Ana maisha gani? Kwa mimi nikae tu kwa sababu baba kanisomesha, baba amenipatia pesa za kusoma, ndio endelee kulalamika. Sasa mwambie mmeo. Kama kigezo cha kunipatia mimi pesa ya kusoma, ndio anapiga kelele aniamulie anachotaka yeye, asifate maamuzi yangu, basi mwambie pesa yake mimi nitamlipa. Robert, Mtajua wenyewe. msikize babako Robert. Asante sana kwa kuchukua. Mimi kwa mara ya kwanza nakuona unakula haraka. Kwa mara ya kwanza naona unakula sana. Bila shaka Mungu utakuwa na Janet. Nahisi unasegelea kunikosea adabu au unakaribia kunikosea adabu. What? Yaani mimi nitoke hapa nitoke kwa Janet. Nini? Mbona nitajia mambo kama yule? Nisikilize. Mimi nina ahadi tu na mfanya biashara mwenzangu. Kuna mtu anaenda kupanga na mipango ya biashara. Kwa hiyo ndio kinachonifanya nitoke hapa niwahi. Yeah, kwa jinsi ulivyopendeza, basi biashara yenu leo itakuwa vizuri. By the way, kwani sinisubirie tuondoke wote nikupe lift make na malizia tunaweka kwenye hot pot ndio naondoka. Kwa kweli nimeshachelewa. Yaani hapa nilipo nakula umeona nimekula haraka haraka jamaa amenipigia simu karibuni mara 3. Alafu nimeshamwongopea niko njiani. Kwa hiyo sitoweza. Mimi nitachukua tu hata taxi ili niwahi. Ila mimi natoka na wewe umesema unatoka. Cha msingi wewe kurudi nyumbani kwa sababu kuacha nyumba peke yake si vizuri. Na mila na desturi zetu za Kiafrika na Kitanzania haipendezi mtoto wa kike kuchelewa kurudi nyumbani. Sawa? Okay. Okay, take care. Okay, take care too. Umependeza lakini.
so much. Where have you been? I miss you too. Wow. Umebadilisha cover. Yeah, baya. That's nice. Really? Yeah, by the way, mimi sikai sana. Kuna nini? Naroka kidogo naenda kwa Mark. Are you sure? Of course. Stop kidding bana. What? Yaani wewe Julie unatoka nyumbani. Unakwenda kwa mama. I knew it. Nilijua utaniuliza. You know what? Tunashauriwa kwamba tusidate na watu ambao hatujui historia zao, background zao. Do you understand? Of course, yes. Lakini mimi kwa Mark so kwamba namfahamu hivyo, no. Simjui sana, namjua kidogo, lakini kwa huu muda ambao nimemfahamu, nimejua ni mtu mzuri, mtaratibu, mtanashati. So I can date him kwa sababu ameniapproach kwa muda mrefu sana. Na muda mwingi ananiambia basi Julita twende tukalale nyumbani and nakuwa na ignore. Unajua tena. So leo nimefikiria it's a good time, best way kwa mimi kwenda kudate na yeye. So namfanyia surprise, nenda kwa kwake. Mami. Nakwambia kitu Lua. Niambie. Are you sure na maamuzi uliyofanya kwamba unasema uko sahihi? Yes. Kwa nini? No, simaanishi chochote kibaya. Nauliza tu kwa sababu mwenyewe unajua mimi sipendi kukuona unalia, you are not happy. That's why nakuuliza. Kama unadhani uko sahihi na muda umefika wewe kuwa na Maki, it's okay, mimi sina tatizo. Come on, nikwambie kitu. Me and Mark, we love each other so much. Tunapendana sana na sijawahi kuona mwanaume anayejali kama Mark. Sijawahi, I'm telling you, sijawahi. Kwa sababu Mark anajua timetable yangu yote kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Do you understand? Nimekula, anajua saizi ni muda wa Julita kula, huu ni muda wangu wa kulala, huu ni muda wa kusoma novel. So he knows me. Na ananijali sana. Kwa hiyo hicho ndio kimeniimpress zaidi, yani kimenivutia sana. So don't worry. It's okay, mimi sina neno kwa sababu you know that love is all about two hearts. Yeah. Kwa kama mwenyewe umeamua na unaona ni muda mwafaka, mimi sina tatizo na hilo. By the way, Maki muonyesha kuniambia pia kwamba hapapendi Tanzania, niko hapa kwa sababu yako Julie. Wow. As you know, wanaume sasa hivi wanasumbua sana. Wanaume wengi hawako serious na relations. So kama uko na Maki, moyo wako umeridhia, unampenda, anakujali, anafanya kila unachotaka wewe. I know. Kwa kama umempata mtu ambaye unaona ni sahihi kwako, ana care, it's okay. Mimi naona ni kitu kizuri tu. Wow, that sounds sweet. Miss Kai naondoka. Bye. Jamani, okay. Wow, okay, it's your heart. Why? Okay, msalimie Maki. How do I look? Very, very nice. Ndio kukosea.
Hapa leo hakuna mupe muruki. Hapa ni mupe. Mupe. I'm sorry. Koko, wewe ni zaidi ya rafiki. Wewe ndugu. Nilitoka urudi hapa nyumbani kutoka chuo. Leo ni siku ya 5. Haupo sawa kabisa. Jamani.